Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, msifu Yesu Kristo. Karibu sana katika mwendelezo wa tafakari zetu za vituo vya njia ya msalaba, na leo tunaangazia kituo cha 11 na kituo cha 12. Kituo cha 11, Yesu anasulubiwa msalabani, na kituo cha 12, Yesu anakufa msalabani. Kabla ya kuanza kuvitafakari hivyo vituo viwili vya njia ya msalaba, kituo cha 11 na kituo cha 12, tuangazie kwanza maana ya msalaba. Kwa maana ya kawaida kabisa, msalaba ni vipande viwili vya mti, kimoja ambacho ni kirefu ambacho kinasimama wima, na kipande kingine kifupi kinakaa ulalo, inatengeneza msalaba. Wapendwa, kwa Wayahudi msalaba huu ulikuwa ni chombo cha kuwaadhibia watu ambao walikuwa wanafanya makosa mbalimbali, wahalifu, makosa kama ya ujambazi, ujangili, uhaini au uasi. Msalaba ulitumika kwa ajili ya kuwaadhibia. Kwa hiyo mtu mhalifu alikuwa anapata mateso mengine, licha ya mateso hayo mengine anayopata, anaadhibiwa katika msalaba, ananing'inizwa msalabani mpaka kufa, ili iwe fundisho kwa wengine. Lakini Kristo anakuja kuleta maana mpya ya msalaba. Msalaba unakuwa si tena chombo cha adhabu, bali ni chombo cha wokovu. Inakuwa ni alama ya ushindi, inakuwa ni bendera ya ushindi, chombo cha huruma, chombo cha upendo. Kristo anakubali kuchukua msalaba kwa ajili ya kutukomboa sisi wa dhambi, na hii ni kwa upendo ambao unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee aje kutukomboa sisi wanadamu. Na kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 14 hadi ya 18, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka kule jangwani, vivyo hivyo huyu mwana wa Adamu atainuliwa, ili kila atakayemwamini anapata uzima wa milele. Kwa ni upendo wa hali ya juu sana Mwenyezi Mungu aliyoupenda ulimwengu hata akamleta kwetu Bwana wetu Yesu Kristo kama mkombozi. Wapendwa, tukirudi katika tafakari yetu sasa ya hivi vituo viwili vya njia ya msalaba, kituo cha 11 na kituo cha 12. Kituo cha 11 ni kituo ambacho kinatuanzishia kilele cha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kilele cha fumbo hili la mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kituo hiki tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anasulubiwa msalabani, na anasulubiwa kwa kupigiliwa misumari katika msalaba. Ndugu zangu wapendwa, tukio hili la kusulubiwa Kristo msalabani ni utimilifu wa utabiri ambao ulitabiriwa katika Agano la Kale, katika vitabu vya Agano la Kale kadiri ya maandiko matakatifu. Na Kristo mwenyewe kwa hiari yake alikubali kuteswa katika msalaba ili kuja kutukomboa sisi wanadamu. Mtakatifu Jerome anafundisha kwamba misumari ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anapigiliwa juu ya msalaba kwenye mikono yake na miguu yake inaashiria kwamba Kristo anazibeba na kuzikumbatia dhambi zetu. Ndio lengo lake kubwa la kuja kwake hapa duniani. Maana yake anakuja kuzibeba dhambi zetu. Katika msalaba anafungwa pale msalabani kwa kuzifunga zile dhambi zetu. Lakini pia kwa kunyoosha mikono yake juu ya msalaba, Kristo anawakumbatia watu wote. Mungu anawakumbatia na anawaita watu wote bila kuwabagua. Wapendwa, tukio la kusulubiwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo msalabani ni tukio linaloonyesha uaminifu wa Mungu katika kutimiza ahadi yake.
Toka mwanzo Mungu aliahidi kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu anatimiza ahadi yake ya kuja kumkomboa huyo mwanadamu. Hivyo wapendwa, tunaalikwa kutazama msalaba kama shule ya unyenyekevu na upendo. Tunaposoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 8, Kristo alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba. Kumbe katika kituo cha 11 kinatufundisha kwamba tujinyenyekeze, tuwe watii, hasa katika kumfuasa huyo Kristo ambaye alikubali kuteswa juu ya msalaba. Na kituo cha 12, Yesu anakufa msalabani. Ndugu zangu, kituo hiki ndicho kilele cha safari ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo anakufa msalabani, na anakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi zetu wanadamu, kama ilivyonena tangu mwanzo katika Agano la Kale ambalo lilinenwa na manabii. Sasa Kristo anakuja kutukomboa sisi wanadamu, na hapo msalabani ndipo sadaka ya kweli inapotimilika. Katika Agano la Kale sadaka zilikuwa zinatolewa za wanyama, sadaka mbalimbali, lakini Mungu anamleta Kristo kupitia msalaba. Anakufa msalabani kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Kwa hiyo ndio mwana kondoo wa Mungu ambaye amekuja kuondoa dhambi za ulimwengu kwa njia ya fumbo hili la msalaba. Kwa kufa kwake msalabani sisi tumepona. Sisi wa Kristo pia tunakufa na kufufuka kwa Kristo. Tunakufa na kufufuka kwa njia ya ubatizo. Tulipobatizwa tulikufa katika Kristo na kufufuka katika Kristo. Hivyo tunaalikwa kuwa Wakristo watakatifu ambao tunaifuata hii safari ya Kristo msulubiwa, ambaye aliyatoa maisha yake kwa hiari yake mwenyewe kuja kutukomboa hata anakufa msalabani. Tujiulize namna gani ambavyo tunamrudisha Kristo msalabani. Tunamrudisha Kristo msalabani kwa kifo hiki kwa njia ya matendo yetu. Kama tunatenda madhambi, tunamrudisha Kristo msalabani. Tunaalikwa kuacha dhambi. Tukitenda dhambi, tunamrudisha Kristo msalabani. Wapendwa katika Kristo, tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi ambacho tunatafakari mafumbo makuu ya wokovu wetu, mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mababa maaskofu katika ujumbe wao wa Kwaresma mwaka huu wametuasa tusichoke kutenda mema. Hivyo tuuchukue ujumbe na kuweka katika maisha yetu katika kipindi hiki cha Kwaresma na hata maisha baada ya Kwaresma, yaani maisha ya Kipasaka tunapofufuka na Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tusichoke kutenda mema, tufate amri za Mwenyezi Mungu ili mwisho tuweze kufika huko juu mbinguni, kushiriki karamu na watakatifu wote mbinguni, tukimsifu Mwenyezi Mungu katika maisha ya umilele. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Takatifu. Amina.